Jana nimekutana na poyoyo mmoja. Nimempiga madola. Nimemwacha mweupe. Uwaga sinaga masiana mabrazameni wa bongo mimi. Usipoyaondoa yale uliyoyaahidi katika nadhiri yako kwa kuyatimiza, jambo lile hugeuka kuwa dhambi. Tapeli mkubwa, gaidi, usiyevumilika, shenzi. Kwa hiyo ulitaka kuniua sio? Sikia we fala. Usinitishe, sawa? Okay. Unatakaje? Sema unatakaje. Mbona hivyo? Usemi na mtu, unakusanya nguo zako. Shida nini? Kasharogwa huyo. Wanaume anawapiga wengine wanga. Hizi kazi lazima uwe umejidhatiti. La sivyo unatunguliwa mchana kweupe. Je, upo tayari kumpa Yesu maisha yako? Yeye peke yake awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndiyo. Nipo tayari mchungaji. Sasa jambo kubwa lililobakia ni kukulia wokovu. Kuongozwa sala ya toba ni jambo la kwanza, ni muhimu. La pili lilo kubwa zaidi ni kukulia wokovu, kwa sababu shetani hajawahi choka. Huwa hamwachi mtu hivi hivi akaondoka kwenye himaya yake pasipo kumfuatilia. Na ndio maana maandiko yanasema pepo mchafu amtokapo mtu huenda pita mahali pasipo maji. Akifika huko huangalia alikotoka. Anasema akiona ile nyumba imesafishwa tayari kwa kurudi, basi anasema lile pepo halirudi peke yake, linaenda kuchukua mapepo mengine 7 yenye uharibifu kuliko lile lililokuwepo hapo kwanza, na lile linakuwa la 8. Biblia inasema hali ya mwisho ya mtu huyo huwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Kwa hiyo unatakiwa kuukulia wokovu, na ndio maana Yesu kila aliyemponya alimwambia umepona, angalia usitende dhambi tena. Kwa hiyo umeokoka, sasa nataka ukulie wokovu na uko salama. Jipe la mtoto.
Dada Lisa, yaani somo la leo limenigusa kweli kweli. Hakika lilikuwa ni la kwangu. Kwa sasa hivi nahitaji niweke juhudi kubwa zaidi kumtumikia Mungu ili nizidi kuimarika, ili shetani asipate nafasi ya kunirudisha nilikotoka. Umejua kunifurahisha leo. Yaani nimefurahi sana. Na nimejua Mungu anajibu maombi kwa moto. Kuambia kitu? Ndio. Maneno haya ulioniambia. Twende kwa mchungaji, ukamwambie kwa kinywa chako. Twende mdogo wangu. Jala. Bende. Ukimaliza naye unifuate. Naelekea niko mlangoni kwa mchungaji. Sawa, haina shida. Sawa. Unanikumbuka? No, hapana. Naomba unikumbushe. Najua ni haki yako kunisahau. Maana biashara zako unakutana na wateja wengi sana. Yeah, maybe. Anyway, sitaki nianze kukumbusha sana kwa mimi ni nani. Kwani haina maana. Ili mradi tumekutana ndani ya Kristo, basi sisi ni viumbe vipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Karibu katika wokovu na Mungu akubariki sana. Asante sana. Tumeshakaribia. Amen. Hakika kwa Yesu kuna raha. Amen. 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 Basi ngoja nimwahi dadangu maana atakuwa ananisubiria muda mrefu. Okay. Haina neno. Okay. Wewe na Jumapili njema. Aya, asante. Yeah. Bye. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Nimepokea kwa furaha kubwa sana ya kwamba unataka kumtumikie Mungu sasa katika roho na kweli. Kabisa baba. Na ninahitaji maombi yako zaidi na zaidi ili nizidi kusimama na kuimarika. Utaombewa. Usijali. Nilisubiria kwa hamu sana ije siku umtumikie Mungu. Amen. Na Mungu atakupigania, atakusaidia. Amen. Utamtumikia katika viwango vingine. Unajua leo unasema kwa viwango vingine. Unajua? Amen. Nataka ni kuabudu chini ya mbawa zako. Nilaze kichwa. Simama niombe. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya ile neema unayoenda kuiachilia. Wacha mtoto wako huyu akutumikie wewe sasa katika roho na kweli. Ninaomba mafuta yako yamiminike sasa. Roho Mtakatifu, asante kwa maana hautamwacha wala hautampungukia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Karibu keti. Mume wangu. Ndio mke wangu. Yaani namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mdogo wangu Jala. Yaani amebadilika kwa ghafla. Na leo ameenda kwa mchungaji, amemwambia anaomba kujiunga na praise and worship team. Jala huyu kaenda kwa mchungaji. Kaenda kwa mchungaji. Anataka aimbe. Yeah. Yaani huwezi amini. Ameni surprise leo. Sana. Safi sana. Kweli Mungu anasikia maombi ya watakatifu. Unajua mke wangu, sikuamini kama Jala angebadilika kwa kiwango hicho. Ukosei. Kama mimi sikuwahi kuamini. Kweli Mungu yu mwema. Ni mwema kweli kweli. Na ndio maana mume wangu nataka nimtolee Mungu sadaka ya shukrani. Unajua kwa sababu gani? Mungu anapendezwa sana na mioyo iliyojaa shukrani. Sasa hapo kwenye sadaka ya shukrani, mchungaji alituambia kwamba tunapotoa sadaka ya shukrani tuna usiliba kabisa muujiza wetu. Amina. Na shetani kamwe hawezi kuchukua. Amina. Tena ufanye haraka kweli kutoa sadaka hii. Nafanya haraka mume wangu, usijali. Asante sana mume wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Amina. Haya maisha nayapenda zaidi, lakini sijui kama nitaweza kweli. Mbona kama naona nitashindwa? Maana bado ndani yangu nawaka tamaa isiyo ya kawaida. Oh my God. Lakini namwamini Mungu atanisaidia na atanipigania. Unatakiwa utoe sauti yako kwa kuimba tokea tumboni. Hutaki kutumia nguvu nyingi sana wakati wa kuimba. Ruhusu tu hali ya wepesi
kwa kuimba tokea tumboni. Nadhani mnanyelewa. Uimbaji wa namna hiyo utakufanya uwe uimbaji mzuri sana, lakini pia imba tu kulingana na maelekezo. Lakini pia Yesu, unaweza ukaimba kwa sauti zote, lakini kama hauna Mungu ndani yako inaweza kukuletea shida. Nataka wote tujue tunamtumikia Mungu na kamwe hatuwezi ruhusu dhambi ndani yetu, na sitoruhusu wala kumvumilia mtu yeyote atakayeendekeza dhambi. Mtu wa namna hiyo nikimgundua, hatopanda tena madhabahuni, kwani Mungu hadhihakiwi. Mungu tunayemtumikia ni mtakatifu, nasi natupasa kuwa watakatifu kwa gharama yoyote na kuukimbia uovu kwa gharama yoyote. Amen. Amen. So sijapenda kabisa tabia ulifanya jana pale kanisani, na leo nimeona nikuambie ukweli kabisa pasipo kupepesa macho. Nisamehe sana mwalimu, nilipitiwa tu. Si unajua mambo mengine ni ngumu kuzuia hisia, unajikuta umeshafanya jambo baya. Naomba hicho kitu ulichokifanya jana kisijirudie tena, la sivyo nitakuondoa katika bendi. Leo nimekuita sehemu hii faraga kwa sababu sijataka nikuaibishe jana pale kanisani, lakini kijirudia tena sitokuita tena sehemu kama hii. Lakini pia mwalimu, ninajua una kiu ya miaka mingi. Leo umeletewa maji, jisikie huru kuyanywa kabisa. Wewe mwanamke, naomba uamke. Ni nani aliyekuleta kanisani? Pepo kabisa wewe. Usiwe mwepesi wa kuhukumu watu pepo. Kwani mimi leo nilipia hii hoteli? Si wewe mwenyewe ndio umekuja ukalipia na ukalipia hichi chumba? Kati yangu mimi na wewe ni pepo? Kaa kimya. Kahaba mkubwa wewe. Mimi naomba tusifike huko. Nikisema nifungulie koki yangu ya matusi hapa, hapata kalika. Ustaarabu upate mkondo wake. Unanielewa? Unanielewa? Limeshatokea hili na sisi ni wahusika. Hakuna haja kutukanana. Kwani nimekubaka? Niondolee kelele zako zisizo na mpango. Unaongea upuuzi tu. Sasa kama ni kelele, nitapiga kelele, mtaa mzima utakusanyika hapa. Na aibu utakayoipata hautadhani. Utapata aibu kuliko unavyodhani. Unanielewa? Ninakuheshimu. Ninakuheshimu sana. Naomba ulielewe hili. Au nipige hizi kelele hapa sasa hivi? Nipige? Nipige? Okay, naomba tuyamalize. Naomba ibaki kwa siri yetu. Hayo ndo maneno ya hekima ya kuyaongea. Sio wewe ulikuwa unazungumza mwanzo. Mke wangu,
Mbona una huzuni hivyo? Kuna jambo gani? Mume wangu naumia sana. Jala mpaka saizi hajarudi nyumbani na sina taarifa zake zozote zile. Sijui amerudia katika mambo yake. Sikia mke wangu, inabidi uwe na moyo wa subira. Shikilia imani pasipokuwa na mashaka yoyote. Unajua Mungu ni mwaminifu sana, atamlinda Jala, na yamkini amepata shida mahali, lakini tuendelee kuwa na subira. Ila akichelewa zaidi, basi tutaenda kuripoti polisi. Huenda akawa amepata shida kubwa zaidi. Ila moyo wangu mimi unanambia Jala amekwisha rudia matapishi yake. Mungu wangu nisaidie mimi. Hapana mke wangu, ni mapema sana kufikiria hayo. Unajua Mungu alishamtoa huko, hawezi tena kuyarudia hayo. Mke wangu, uwe na amani katika Kristo. Ni bora nisikie amepata shida nyingine kuliko kurudia huko jamani. Hapana. Hivi nitafanya kuwaasa vijana wenzangu wamkimbie huyo dada, maana la sivyo atatumaliza wote, kila mmoja kwa wakati wake. Au nikamwambia mchungaji? Hapana, siwezi yanika dhambi yangu hadharani. Ni bora nikae kimya kuliko kumfanya hata mtu mmoja kujua kilichotokea. Lisa, hauna haja ya kunung'unika wala kuumia. Uzuri ni kwamba katika kila jambo linaloendelea katika dunia hii, Mungu ameshalitolea maelekezo yake kwenye Biblia. Lakini pia nataka na wewe Jala uelewe, haupo hapa kuhukumiwa, wala mimi sikuhukumu, bali kazi yangu kama mtumishi wa Mungu ni kukufanya wewe uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako, kukuweka karibu. Kwa hiyo usijisikie kama uko kwenye chumba cha hukumu. Sio kama mnanielewa? Ndio mchungaji. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 43. Yanasema pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahali pasipo maji ili apate kupumzika, lakini asipopapata huangalia kurudi kwenye nyumba yake. Sasa akirudi kwenye nyumba yake akikuta imefagiwa, iko tayari yeye kuweza kukaa hapo tena, Biblia inasema yule pepo mchafu huenda na kuwachukua wenzie 7 wenye nguvu kuliko yeye, na huja na kukaa huko. Biblia inaeleza kwamba hali ya mwisho ya mtu yule huwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Kwa hiyo Jala, lazima uelewe ya kwamba imradi tu mapepo yaliondoka, unayo juhudi unatakiwa uifanye ya makusudi kuhakikisha kwamba yale mapepo hayarudi tena. Nisaidie mchungaji, nifanyaje? Okay. Zaburi ya 119 ule mstari wa 11 unasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Neno la Mungu linavyokaa ndani yako, ile shauku ya dhambi na msukumo wa dhambi na nguvu ya dhambi inapotea. Lakini haijaishia hapo. Biblia inaeleza kwamba kwenye kitabu cha Isaya, tuanze kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 1 ile mstari wa 8, anasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Lazima ndipo utakapofanikisha njia zako na ndipo utakapostawi sana. Utakapoliweka neno la Kristo kwa wingi ndani na ukapata muda wa kulitafakari, na zaidi ya yote ukapata muda wa kuomba, utatembea kwenye ushindi mkubwa sana. Ukiyafanya hayo yote,
utaenda kujenga ufahamu wako wa kumjua Mungu zaidi, kwa sababu Biblia inaeleza dhahiri ya kwamba katika ufahamu wako ndipo shetani anapoleta uharibifu, lakini pia katika ufahamu wako hapo hapo ndipo Mungu anapomjenga mtu jinsi yeye atakavyo. Ukisoma Isaya 43 ule mstari wa 18 anasema, usiyakumbuke mambo ya kwanza wala usiyatafakari mambo ya zamani. Anasema, tazama nitafanya jambo jipya. Likumbuke hilo, Bwana anaenda kufanya jambo jipya. Sasa utakapoanza kutembea kwenye hii package ndogo niliyokupa, unaanza kuujenga ufahamu wako, kwa sababu Biblia inaeleza kwamba ufahamu ni sehemu nyeti sana ambayo shetani anaitumia kuyaharibu maisha ya mtu, lakini pia ufahamu huo Mungu anautumia kutengeneza maisha ya mtu jinsi yeye atakavyo. Bwana anaenda kufanya jambo jipya, litaenda kuthibitika kwako, na wewe ni mshindi. Simama kwenye maelekezo niliyokupa. Sawa? Hii dhambi inanitesa sana. Sijajua niache kwanza huduma mpaka niwe msafi ndo niendelee na huduma, maana haileti maana kuendelea kumtumikia Mungu wakati ni mchafu rohoni. Ee Mungu, nipe maamuzi sahihi ili katika hayo yote nisikutende dhambi tena, Mungu wangu. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.